أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amir al-Mominin Mwenyezi Mungu amsaidie sana anasema, leo nitaeleza machache kuhusu vita ya Banu Nazir. Utambulisho wa kabila Banu Nazir ndio huu ya kwamba Banu Nazir ilikuwa familia moja ya Mayahudi wa Madina. Baadhi ya waandishi wa historia wameandika ya kwamba Banu Nazir ilikuwa kabila moja la Mayahudi wa Khaibar na kijiji chao kilikuwa kinaitwa Zahra. Mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam alipokuja Madina, wakati ule Huyai bin Akhtab alikuwa kiongozi wa Banu Nazir. Katika mababu zake kufikia kwenye kizazi cha 6 inakuja jina la Nazir bin Nehan, ambaye kwa sababu ya jina lake kabila hili linaitwa kabila Banu Nazir. Ummulmuminin Safia raziyallahu taala anha alikuwa binti wa kiongozi huyo huyo Huyai bin Akhtab. Imeandikwa katika vitabu vya historia ya kwamba silsila ya nasabu ya Huyai bin Akhtab inaenda kuungana na Harun, ndugu wa Hazrat Musa. Katika nasabu ya Huyai watu wengi walijaaliwa daraja ya utume, jambo ambalo yeye alikuwa akijivunia. Na katika ufahari huo huo alikuwa anasema ya kwamba Mwenyezi Mungu ni mkarimu kwetu katika dunia hii na katika akhira pia yeye atatuhurumia. Yeye kwa sababu ya mazambi atatuadhibu kwa siku chache tu, na mwishowe pepo ndiyo itakayokuwa makazi yetu. Kwa sababu ya ufahari na majivuno hayo ya kinasaba, Huyai alikuwa amekataa kupokea mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kabila Banu Nazir kwa mujibu wa makazi na maeneo yao ilikuwa na umbali kama nusu ya maili kutoka msikiti wa Quba upande wa kaskazini mashariki, na makazi yao yalikuwa yakipatikana kabla ya Madina, na msikiti wa Quba ulikuwa ukipatikana ukiwa na umbali kidogo kutoka makazi yao. Vita ya Banu Nazir ilitokea Rabiul Awwal mwaka wa 4 hijra. Kauli nyingine ndiyo hii ya kwamba hili ni tukio litokalo kabla ya vita ya Uhud, na kauli ya Imam Bukhari pia ndiyo hii. Lakini katika sehemu hiyo hiyo Imam Bukhari ameandika ya kwamba kwa Ibn Ishaq tukio hili lilikuwa limetokea baada ya vita ya Uhud na Bere Mauna, japokuwa Alama Ibn Kathir na waandishi wengi wa historia na sira wamesema kwamba vita ya Banu Nazir ilikuwa imetokea baada ya vita ya Uhud. Kuhusu sababu za vita ya Banu Nazir imeelezwa ya kwamba Quraishi wa Makka kabla ya vita ya Badr waliwaindikia kina Abdullah bin Ubay bin Sulul na washirikina wengine wa Aus na Khazraj. Wakati ule Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa katika Madina, ya kwamba nyinyi mmempa mwenzetu uhifadhi na katika Madina idadi yenu ni kubwa sana. Sisi kwa kula kiapo tunasema kwamba
nini mupigane nao au muwafukuze nje ya mji wenu, la sivyo sisi tukiwajumuisha waarabu tutawashambulieni, tutapigana na wanajeshi wenu na tutawaua wanawake wenu na watoto wenu. barua hiyo makafiri wa makka wakawaindikia viongozi wa madina. barua hiyo ilipowafikia wao wakatumiana ujumbe na wakafungania imara na madhubuti ya kupigana vita na mtume salallahu alaihi wasallam na masahaba zake. mtume salallahu alaihi wasallam alipopata taarifa, yeye pamwe na kundi moja la masahaba akakutana na viongozi wa madina, na mtume salallahu alaihi wasallam akasema kwamba quraishi wamewaindikieni barua yenye vitisho. barua hii isije ikawatieni kwenye udanganifu fulani au nini mudanganike na muanze kupigana na ndugu zenu na watoto wenu. wao waliposikia jambo la mtume salallahu alaihi wasallam wakaelewa mara moja na wakasitisha nia yao ya kupigana na wakatawanika, na hivyo tishio hilo la quraish wa makka halikufanikiwa. kisha baada ya vita ya badar maquraish wakawaindikia mayahudi barua nyingine wakisema kwamba nyini mna silaha na nyini mnamiliki ngome, nini mupigane na mwenzetu wa ila sisi tutawashambulieni na tutaua wanaume wenu na tutawateka wanawake wenu. barua hiyo ilipowafikia mayahudi banu nazir wakaamua kumdanganya mtume salallahu alaihi wasallam, kwani makabila ya mayahudi hii ndiyo ilikuwa nia yao kwamba wakipata nafasi basi wawaangamize waislamu na nguvu yao. sasa wakafikiri ya kwamba wapange mpango fulani na mungu apishe mbali nabii mtukufu salallahu alaihi wasallam auawe. hivyo wao wakamtumia ujumbe ya kwamba wewe uje na maswahaba zako 30 na maulama wetu 30 watakuja vile vile mpaka sisi tukutane sehemu ambayo iwe katikati yetu na kati yenu, yaani tuchague mahala ambapo panafaa kwa ajili yetu na kwa ajili yenu, na watu watakusikiliza na wao wakikusadikisha, yani maulamaa wa kiyahudi na wakakuamini, sisi pia tutakuamini. siku ijayo mtume salallahu alaihi wasallam pamwe na masahaba zake 30 akatoka nje na maulamaa 30 wa kiyahudi pia wakaja kwa mtume. mayahudi walipotoka nje wakasemeana kwamba nyini kivipi mtaweza kuwashambulia waislamu ilhali kuna wenzake 30 walio pamoja na muhammad salallahu alaihi wasallam. kwa sababu ya uwepo wa watu hawa 30 ni vigumu kumbamia mtume sallallahu alaihi wasallam, na hawa ni watu ambao ni wenye kujitolea uhai wao juu yake. hapo mayahudi wakamtumia mtume sallallahu alaihi wasallam ujumbe kwamba sisi watu 60 kivipi tutaweza kufikia muafaka, hivyo fanya hivi kwamba uje na watu 3 tu na sisi pia tunakuja na maulama 3, wao watakusikiliza. na hapo mtume salallahu alaihi wasallam akakubali jambo hilo la kuja kwa masahaba 3. maulama 3 wa kiyahudi pia wakatoka nje na wao walikuwa na hanjari na nia yao ilikuwa ni kumshambulia mtume salallahu alaihi wasallam. mtume salallahu alaihi wasallam alikuwa tayari kuondoka kwenye safari hii. na mtume salallahu alaihi waalihi wasallam kwa wote vile mtume salallahu alaihi wasallam alikuwa tayari kuondoka na bado alikuwa njiani, ndipo mwanamke mmoja wa banu nazir
akamwambia muislamu mmoja wa ansar kuhusu mpango huo wa banu nazir na nia yao ya kumua mtume salallahu alaihi wasallam. na sahaba huyo akaja kumwambia mtume salallahu alaihi wasallam, na mtume salallahu alaihi wasallam bila kufika kwa mayahudi akarejea madina. kwa kueleza sababu nyingine ya kutokea kwa vita hii, kwa kueleza sababu nyingine ya kutokea kwa vita hii, mwandishi mmoja ameandika ya kwamba banu nazir waliwatumia quraishi ujumbe kwa kisiri na wakawachochea ili kupigana na mtume salallahu alaihi wasallam, na pia walikuwa wamewaambia kuhusu baadhi ya mapungufu ya kivita ya waislam, na hili ni jambo la wakati ambapo makuraish walikuwa wamejumuika karibu na Uhud ili kupigana na waislamu. sababu hiyo imeelezwa na musa bin uqbatu, na sawa na baadhi ya riwaya kabla ya vita ya Uhud mayahudi pia walikuwa wamewachochea makuraish wa makka, na kwa sababu ya uchochezi huo ilikuwa imetokea vita ya Uhud. sababu nyingine na muhimu ya vita hii inayoelezwa ndiyo hii ya kwamba wakati wa kurejea kutoka bere mauna, hat amr bin umaya zumri alipowaua watu wawili wa banu amir ambao waislamu walikuwa na mapatano pamoja nao, na sasa ilikuwa swala la kulipa dia yao. kuhusiana na hilo mtume salallahu alaihi wasallam alikuwa amewaendea banu nazir, kwani mapatano aliyokuwa amefanya mtume salallahu alaihi wasallam na mayahudi kulikuwa na kipengele chake kimoja ya kwamba wao katika maswala ya dia watashirikiana na waislamu. maelezo ya tukio hili kama yalivyoelezwa tayari katika maelezo ya bere mauna ndiyo hayo ya kwamba hat amar bin umaya zamri alikuwa akirejea madina kutoka bere mauna. yeye alipofika eneo la qanaat, qanaat ni bonde moja mashuhuri katika mabonde matatu katikati ya madina na Uhud, ambapo watu walikuwa wakifanya kilimo. hapo watu wawili wa banu amir wakakutana naye. mtume salallahu alaihi wasallam alikuwa ameshafanya nao mapatano. hat amar akawauliza nasabu yao, wao wakamwambia nasabu. watu hawa wawili wakabaki pamoja naye, kisha walipolala hat amar bin umaya zamri akawashambulia na akawaua. kisha akaja kwa mtume salallahu alaihi wasallam na akamsimulia tukio zima. mtume salallahu alaihi wasallam akasema kwamba umefanya kazi mbaya sana, wao walikuwa na mapatano pamoja nasi. hat amr bin umaya zamri akasema kwamba mimi sikuwa na habari yake, nilikuwa nafahamu kuwa washirikina na kaumu yao ilikuwa imetudanganya. hat amr alikuwa ameleta vifaa na nguo zao pia. mtume salallahu alaihi wasallam akamwamuru kuwarudishia watu wa kabila lao vifaa vyao. mtume salallahu alaihi wasallam akarudisha vitu hivi pamoja na dia yao. kisha baadaye mtume salallahu alaihi wasallam siku ya jumamosi akawaendea banu nazir, akasali katika msikiti wa Quba. baadhi ya masahaba kutoka wahajiri na ansar walikuwa pamoja naye. mtume salallahu alaihi wasallam alipofika kwa banu nazir, pamoja naye walikuwepo masahaba chini ya 10. mtume salallahu alaihi wasallam akakutana nao, yani akakutana na mayahudi, na mtume akaketi ili aweze kuongea nao ili wao wamsaidie mtume sallallahu alaihi wasallam katika swala hili la kulipa dia ya watu wawili ambao hat amar alikuwa amewaua. kuhusu sababu ya kutokea kwa tukio hili, hazmiza bashir masai pia ameandika hivi. anasema ya kwamba watu wa hadisi na watu wa sera
wameeleza sababu mbalimbali za kutokea kwa tukio hili, na kwa sababu ya hitilafu hiyo hata imetokea hitilafu juu ya zama yake pia. Habizab Shirama Saheb anaandika ya kwamba Ibne Ishaq na Ibne Saad ambao mimi nimewafuata bila kufanya tahqiq makhsus, wanasema ya kwamba vita ya Banu Nazir ilitokea baada ya vita ya Uhud na Bere Mauna, na sababu yake wanaandika hivi ya kwamba Amr bin Umayya Zamri ambaye makafiri wakati wa Bere Mauna walikuwa wamemkamata na kisha wakamwacha, ye alipokuwa anarejea Madina njiani akakutana na watu wawili wa kabila Banu Amir ambao walikuwa wameshapatana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa kuwa Amr hakuwa na habari ya mapatano hayo, hivyo yeye kwa kupata nafasi akawaua watu hawa wawili kama kisasi cha mashahidi wa Bere Mauna, ambao sababu ya mawaji yao alikuwa kiongozi mmoja wa kabila Banu Amir, Amir bin Tufail. Japokuwa watu wa kabila Banu Amir walikuwa hawahusiki na mawaji hayo na walikuwa hawakupigana vita, lakini Amr alikuwa ameelewa kwamba kwa kuwa wao wametudanganya na ni maadui zetu, hivyo ye akawaua. Amr bin Umayya alipofika Madina akamsimulia Mtume sallallahu alaihi wasallam tukio zima na akamwambia kuhusu mauaji ya watu wawili. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipojua hilo akamkasirikia sana na akasema kwamba akamkasirikia juu ya amali yake hiyo, na akasema kwamba wao walikuwa na mapatano pamoja nasi, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akawatumia jamaa zao dia yao. Lakini kwa kuwa watu wa kabila Banu Amir walikuwa wenzao wa Banu Nazir na Banu Nazir walikuwa na uhusiano na Waislamu, hivyo kwa mujibu wa mapatano na mkataba, Banu Nazir pia walikuwa wakiwajibika kiasi fulani ili kulipa dia ya mauaji hayo. Yani kiasi fulani ilikuwa wajibu wa Banu Nazir kwamba wao walipe kiasi fulani. Hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu hiyo pamoja na maswahaba zake wachache akafika kwa Banu Nazir na akiwasimulia tukio zima, akawaambia kwamba wao walipe dia. Akawaambia kwamba kwa kuwa yeye amewaua kwa makosa na tunatakiwa kulipa kiasi chake, hivyo sisi tunatoa sehemu yetu na nyinyi pia mutoe sehemu yenu. Anaandika kwamba hiyo ni riwaya ambayo waandishi wengi wa sira wameifuata mpaka riwaya hiyo hiyo imepigwa chapa na imekuwa maarufu katika historia. Lakini zidi yake riwaya hii ya Imam Zuhri imesimuliwa katika hadithi sahihi ya kwamba baada ya vita ya Badr, lakini haiwezi kusemwa kwamba ilikuwa mwaka gani na ilikuwa mwezi gani, viongozi wa Makka waliwaindikia Banu Nazir barua kwamba nini mupigane zidi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Waislamu, wa ila sisi tutapigana nani? Hapo Banu Nazir wakashauriana kwa pamoja na wakaamua kwamba kwa kutumia njia fulani wao wamue Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwa ajili yake wakafanya mpango huu ya kwamba wamuite Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kutumia uzuru fulani, na wakipata nafasi waamue. Hivyo wakamtumia ujumbe kwamba sisi tunataka kufanya nawe mjadala wa kidini, ukweli wako ukituzihiri basi sisi tutakuamini, na wewe uje na maswahaba zako 30 na pia kutakuwa na maulama 30 kutoka upande wetu, na kisha tutafanya majadiliano. Upande moja wakamtumia Mtume sallallahu alaihi wasallam ujumbe huu, na upande wa pili wakafanya maandalizi kamili kwamba yani wakatayarisha vizuri kwamba Mtume sallallahu akija basi maulama hawa wa Mayahudi ambao watakuwa na hanjari wakipata nafasi basi watamua Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini mwanamke mmoja wa kabila Banu Nazir akamwambia Mwansari mmoja ambaye alikuwa ndugu yake katika familia kuhusu njama hiyo ya watu wa kabila lake, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye alikuwa ametoka tu nje ya nyumba yake kwa kupata taarifa hiyo akarejea nyumbani na akatoa amri ya kufanya maandalizi ya kuondoka,
na akiwa na kundi moja la masahaba akaelekea upande wa ngome za banu nazir, na mara baada ya kufika huko akawazingira na kisha akawapelekea viongozi wao ujumbe kwamba hali zilizojitokeza katika hali hizi mimi siwezi kuwaruhusuni kuishi katika madina mpaka mufanye nami mkataba kwa upya na munihakikishie ya kwamba siku za usoni nini hamtavunja ahadi na mapatano na hamtafanya usaliti. Lakini mayahudi wakakataa waziwazi, na hivyo ikaanza kutokea vita, na banu nazir wakajifungia katika ngome, yani wakionyesha uasi na kibri sana, wakaenda kujifunga kwenye ngome wakizani kwamba sisi tuna nguvu kubwa. Siku ijayo mtume sasa akapokea taarifa au kwa njia fulani akajua mwenyewe kwamba kabila jingine la mayahud yani Quraiza pia limeanza kuleta ufisadi. Hivyo mtume akiwa na kundi la maswahaba zake akaelekea upande wa ngome za banu Quraiza na akawazingira. Banu Quraiza walipoona kwamba sisi tumezingirwa wakaogopa na wakiomba msamaha wakafanya na mtume sallallahu alaihi wasallam mapatano mapya wa kuishi kwa amani na utulivu na kwa ushirikiano. Hapo mtume sallam akaondoka kutoka huko na akaelekea tena upande wa ngome za banu nazir, lakini banu nazir kama ilivyokuwa kawaida yao wakaendelea na uadui wao na ikatokea hali fulani ya kivita. Hizi ni riwaya zile mbili ambazo zimeelezwa kama sababu ya kutokea kwa vita ya banu nazir, japo kwa mujibu wa historia riwaya iliyotajwa hapo juu ni sahihi zaidi, na katika hadithi zingine pia riwaya hiyo imeelezwa. Lakini kwa kuwa riwaya ya kwanza ni riwaya ambayo waandishi wa historia wamekubali zaidi, na katika baadhi ya hadithi sahihi kunapatikana ishara juu ya uimara wake, hivyo Imam Bukhari pamoja na kutanguliza kauli ya Zuhri amezungumzia dia ya watu wawili wa kabila banu amir waliouawa. Hivyo katika rai yetu, kama kwa kuelewa kuwa sahihi riwaya zote mbili ziunganishwe kwa pamoja, haitatokea shida yote. Lakini kuhusu zama ya kutokea kwa vita, tutalazimika kuitanguliza riwaya moja katika riwaya mbili, kwani kwa mujibu wa zama hatuwezi kuzikubali zote kuwa sahihi, na inaonekana ya kwamba sababu mbalimbali za vita zilikuwa zimeendelea kutokea kutoka kwa banu nazir. Lakini mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea kuwapatia muhula na akaendelea kuvumilia. Lakini sababu ya mwisho ilitokea baada ya tukio la Bere Mauna. Hapo mtume sallallahu alaihi wasallam akachukua hatua zidi yao, kana kwamba sababu hizi zote zilizoelezwa zote zilikuwa sahihi. Lakini sababu ya mwisho ilikuwa ile iliyotokea wakati wa kulipa dia ya watu wawili wa banu amir. Wallahu alam bisawab. Haya yote niliyoyaeleza yametolewa kutoka sirat khataman nabiyin. Kisha imeandikwa ya kwamba njama mbaya ya banu nazir ya kumua mtume sallallahu alaihi wasallam pia ilikuwa sababu yake moja. Kuhusu hiyo, kama ambavyo imeshaelezwa tayari ya kwamba kwa ajili ya kupokea dia mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na kundi moja la maswahaba akaenda kwa banu nazir. Mtume akatoka siku ya Jumamosi. Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na kundi moja la maswahaba wa Hajiri na Ansar akaswali sala katika msikiti wa Quba, na kisha kwa mujibu wa mkataba akaenda kwa banu nazir na kuomba dia. Sahaba ambao mtume akaenda nao idadi yao ilikuwa chini ya 10, na miongoni mwao walikuwepo hata Abubakar, hata Umar na hata Ali pia, hata Zubair, hata Talha, hata Saad bin Muaz, hata Usaid bin Huzair na Saad bin Ubada pia walikuwepo. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kufika huko akaongea na Mayahudi kuhusu dia. Wao wakasema kwamba ndio ewe Abul Qasim, kwanza ule chakula kisha tunashughulikia swala lako. Hivyo kizwahiri Mayahudi wakaongea na mtume saa salam kwa upole sana, lakini ndani kwa ndani walikuwa wameshapanga njama ya kumua
mtume saa salam. Wakati ule mtume saa salam alikuwa ameketi chini ya kivuli cha ukuta mmoja wa nyumba zao. Mayahudi wakashauriana na wakasema kwamba kwa ajili ya kumua mtume salallahu alaihi wasallam hamtapata nafasi nzuri zaidi kuliko hii. Hivi ni nani ambaye akipanda juu ya paa ya nyumba hii aangushe jiwe moja kubwa juu yake ili sisi tupate uhuru kutoka kwake. Mwandishi mwingine akieleza tukio hili anaandika ya kwamba kiongozi wao Huyai bin Akhtab alisema kwamba ni kundi la Mayahudi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na wenzake wachache amewajieni. Idadi yao ni chini ya 10. Kwa kuangusha jiwe moja kubwa juu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam nini mumue? Nini hamtapata nafasi nzuri zaidi kuliko hiyo? Mkimua basi watu wake watatawanika na watasambaratika, na wenzake waliokutoka kutoka Makka watarudi Makka, na hapa watabaki Aus na Khazraj tu ambao ni watu wenu. Hivyo mufanye mnayotaka kufanya. Hapo Myahudi mmoja mwenye bahati mbaya Amr bin Jahash akanena kwamba mimi nikipanda juu na kuangusha jiwe kubwa nitamua Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mungu apishe mbali. Walipokuwa wakishauriana, wakati ule kiongozi mmoja wa Banu Nazir Salam bin Mishkam akasema kwamba ni kundi la Mayahudi, nini mnaweza kunipinga siku za usoni, lakini leo mukubali jambo langu. Wallahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atajulishwa kuhusu nia yenu hii, na hiyo itakuwa kinyume cha mapatano yaliyo kati yetu na kati yao. Lakini Mayahudi hawakumsikiliza na wakaendelea na azma yao. Na kisha hatua ijayo nitaieleza inshallah katika siku za usoni wao wakafanya nini, namna ambavyo walivyofunga nia ya kumua mtume saa salam, na Mwenyezi Mungu jinsi alivyofanya mpango wa kumsalimisha na akazifanya njama zao kushindikana. Mwishowe mimi napenda kusema kuhusu wanajumuiya wa Pakistan ya kwamba muwaombe dua makhsus. Siku hizi wanaendelea kuteswa tena. Mwenyezi Mungu kwa haraka iwezekanavyo awajalie wanajumuiya wa Pakistan wokovu kutoka wazalimu, na hali za huko pia ziboreke. Juu ya mambo madogo madogo kesi zinafunguliwa na wanajamaat wanasumbuliwa. Baada ya sala ya Ijumaa nitasalisha jeneza za marehemu, na marehemu wa kwanza ni mheshimiwa Ghulam Sarwar Sahib Shahid, mwana wa mheshimiwa Bashir Ahmad Sahib, na mwingine ambaye ataelezwa hapo ni Rahat Ahmad Bajwa Sahib ibn mheshimiwa Mushtaq Ahmad Bajwa Sahib, ambaye alikuwa mkazi wa Saadulapur wilaya Mandi Bahauddin, ambaye Juni 8 aliuawa shahid. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Adui mmoja wa jamaat akifyatua risasi akawaua Ghulam Sarwar Sahib na Rahat Bajwa Sahib mmoja baada ya mwingine. Wakati wa kifo chake umri wa Ghulam Sarwar Sahib Shahid ulikuwa ni miaka 64 na umri wa Rahat Bajwa Sahib ulikuwa ni miaka 32. Sawa na maelezo, Ghulam Sarwar Sahib Shahid baada ya kuswali sala ya azuhuri katika msikiti wa Saadulapur alikuwa anarejea nyumbani, ambapo karibu na nyumba yake adui mmoja wa jamaat Sayyid Ali Raza ambaye alikuwa mwanafunzi wa madrasa, yeye akimlenga Ghulam Sarwar Sahib na akamfyatua risasi kwa bastola, na kwa sababu ya kupigwa risasi kwenye kichwa chake akafa papo hapo. Baada ya kufanya hivi, muaji akaondoka kutoka huko na akienda upande mwingine wa kijiji akamua Rahat Ahmad Bajwa Sahib kwa kumfyatua risasi. Kisha muaji huyu alipokamatwa na polisi, na baada ya kutokea tukio hilo ye akaiambia polisi kwamba ndiyo mimi nimewaua, na hatua hiyo ameichukua ili kujipatia pepo. Akasema kwamba nimefanya yote ili niweze kupata pepo, na nikimwona Ahmadia mwingine basi mimi sita na nitamua tu. Hiyo ni athari ya mafundisho ya Islam inayofundishwa na mashekh juu ya watu. Wanatoa mafundisho haya ya Islam na wanazalilisha Islam. Mwenyezi Mungu afanye mpango wa kuwakamata hawa. Ghulam Sarwar Sahib Shahid
mwana wa bashir ahmad saheb. Katika familia yake jumuiya ilipatikana kwa kumpitia baba ya babu yake hat sharafdin saheb raziallahu taala anhu, ambaye akiasirika na nishani ya tauni pamoja na wanajumuiya wengine wa sadullahpur kwa kupitia maulana ghulam rasul saheb rajeki, alikuwa amefanya baiat kwa kumuindika masihi maud barua. baadaye mwaka 1903 masihi maud alipokuja jehlam wakati wa kesi ya jehlam, ye akapata bahati ya kumwona marehemu shahid kwa fadhili ya allah. alikuwa musi na alikuwa na tabia ya kuswali sala 5 kwa pamoja na sala ya tahajudi. alikuwa anasoma sana durud sharif, yani kumsalia mtume saa salam, pamoja na kufunga saumu za nafal. alikuwa anasoma Qur'an tukufu bila kukosa, na pia alikuwa anasoma vitabu vya jamaat kila siku, na kuswali nafali pia ilikuwa ni kawaida yake. kwa ajili ya maendeleo ya jamaat alikuwa ana swali nafal 2, na alikuwa anatoa sadaka, na alikuwa anawasaidia watu wenye haja kwa siri. alikuwa hamrudishi mwenye kuomba bila kumpatia chochote, na pia alipata bahati ya kuitumikia jamaat kama katibu wa tawi lake na murabi atfal sadullahpur. marehemu alikuwa na shauku ya kufanya mahubiri. watu wengi wenye bahati njema wakapata bahati ya kujiunga na jamaat. siku za nyuma kwa sababu ya jamaat aliweza kutiwa ndani kwa siku 3-4, na akapata bahati hiyo ya kutiwa ndani. shahid imran saheb ambaye ni qaid wilaya, ambaye ni mpwa wa marehemu, anasema kwamba marehemu alikuwa anaeleza tumaini lake hilo kwamba mwenyezi mungu anijalie kufanya kazi ambayo kwa sababu yake jina langu liendikwe katika historia ya jumuiya. kwa maneno mazuri mwenyezi mungu alitimiza tumaini lake hilo. katika familia ameacha mke bi sajida pravin saheba na vijana 2 na mabinti 4. kuna mabinti 2 wadogo ambao wanaendelea kusoma. mmoja anasoma FSC na mwingine anasoma katika kidato cha 4, na wengine wameshaoa na kuolewa. alikuwa na jaziba ya kutii sana. mwenyekiti wa tawi ameeleza kwamba marehemu alikuwa jamaa yake, na saa nyingine ilikuwa inatokea shida fulani baina yao, yani katika uhusiano wao, lakini likitokea swala la jamaati, basi alikuwa anasema kwamba wewe ni mwenyekiti wa jamaat, wewe ni sadr jamaat, hivyo lolote utakalosema mimi nitalitii kwa ukamilifu wote. na ye alikuwa mfano alionyesha. huzuri amesema kwamba napokea malalamiko kwamba watu hawatoi ushirikiano kwa sababu ya mambo yao ubinafsi, lakini marehemu akaonyesha utii wa hali ya juu kwa nizamu. malik amanul saheb mbashiri wa wilaya anasema kwamba mimi nimemwona marehemu ghulam sarwar saheb kwamba alikuwa akija miskitini, alikuwa anaketi kwenye mstari wa kwanza, na alikuwa anamkumbuka mwenyezi mungu. alikuwa mnyenyekevu sana, na alikuwa na upendo kwa hali ya juu na ukhalifa. alikuwa anasoma vitabu vya masihi maud salam kwa shauku sana, na alikuwa na shauku ya kufanya mahubiri vile vile. ndio maana alikuwa anatunza vipindi mbalimbali vya khalifa mtume wa 4, yani maswali na majibu, na alikuwa anaangalia kwa shauku sana. mbashiri moja akaandika kwamba niliona katika ndoto ya kwamba msikiti umeshambuliwa na mimi nimekuwa shahid. mbashiri alipomwambia marehemu kuhusu ndoto hiyo, marehemu akasema kwamba murabi saheb, ngoja tuone kwamba nani anauawa shahid kwanza, wewe au mimi. labda alikuwa amepata ishara, ndio maana akazungumzia hilo. mwenyezi mungu ampandishe katika daraja na awajalie watoto wake kuendeleza mema yake kwa unyofu kamili.
marehemu anayefuata ni mheshimiwa rahat ahmad bajwa saheb shahid ambaye alikuwa mwana wa mushtaq ahmad bajwa saheb. sawa na maelezo niliyopata, rahat bajwa saheb alikuwa akirejea nyumbani kutoka duka lake la chakula linalopatikana karibu na bus stop ya sadulapur. hapo muaji sayid ali raza akamfyatua risasi kwa bastola na akapigwa risasi kichwani mwake na akafa papo hapo. rahmatullah bajwa saheb katika familia yake jumuiya ilipatikana kwa kumpitia babu yake rashid ahmad saheb ambaye kwa kupitia ndugu yake hafizullah saheb alikuwa amefanya baiat mwaka 1978. marehemu shahidi kwa fadhili ya allah alikuwa musi. alipokuwa akipata taarifa ya ahmadia kwamba ameuawa alikuwa anasema kwamba daraja hiyo wanaopata ni watu wenye bahati njema sana. alikuwa anaupenda sana ukhalifa na alikuwa mkarimu sana. alikuwa na bashasha kubwa sana. alikuwa akikutana na watu wote kwa mapenzi na upendo. mtu akikutana naye kwa njia isiyofaa ye alikuwa anamtendea kwa wema sana. mwaka 2018 alipoenda Qadian, muda wote akaendelea kufanya dua akiwa miskitini au kwenye baitu dua. alipokuwa anaitwa kwa ajili ya kazi ya jamaat alikuwa anahudhuria kwa kuacha shughuli zake zote. alikuwa anapika chakula kwa ajili ya wageni, kwani alikuwa na duka lake la kupikia chakula. alikuwa anatamani kwamba akijitolea wakfu aende Daruzafan awahudumie wageni wa Masihi Maud salam. kuna binamu yake anasoma jamia, anasema kwamba alipokuwa anakutana nami alikuwa akinisihi kwamba wewe usivunje ahadi yako na hadi pumzi yako ya mwisho utimize wakfu wako, ndipo utakuwa sababu ya heshima ya familia. marehemu ameacha nyuma wazazi na mke amatul munawwar sahiba na mabinti wawili mpendwa. mabinti wawili, jaweria umri wake ni miaka 4 na zamal rahat umri wake ni mwaka 1.5. mwenyezi mungu awajalie mashahidi hawa daraja kubwa katika jannatul firdaus, awarehemu na awaghufirie na awajalie watu wote wa familia subira na uvumilivu na awatunze na awalinde na awahifadhi. kuna jeneza nyingine pamoja na hawa ambayo ni ya mheshimiwa Malik Muzaffar Khan Joiga saheb ambaye alifariki dunia siku za nyuma akiwa na umri miaka 93. inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. kwa fadhili ya allah alikuwa musi. mwana wake Muhammad Matula Joya saheb ni mbashiri wa jamaat na siku hizi anaendelea kuitumikia nchini Hawaii, na kwa sababu ya kutokuwa na pasipoti yake hakuweza kushiriki katika mazishi ya baba yake. mbashiri anaandika kwamba baba yangu alikuwa mcha Mungu sana, alikuwa na tabia ya kusali sala ya tahajudi sala 5 na alikuwa mwenye kusoma Qur'an tukufu pamoja na tafsiri yake, na alikuwa mtu mwema sana na mcha Mungu. akiwa na umri wa miaka 24 mwaka 1953 alikuwa amekubali Ahmadiyya, na baada ya kumpokea Masihi Maud akapata mabadiliko ya hali ya juu, na tangu muda ule akaishi maisha ya kitawa kwa kumfanya ibada ya Mungu na kuwatumikia wanadamu. akapata bahati ya kuitumikia jamaa juu ya azifa mbalimbali. kwa miaka 15 akaendelea kuwa sadr jamaat chak 152 kaskazini. anasema kwamba sisi hatujawahi kumsikia kutoka kwake malalamiko kuhusu kiongozi yeyote wa jamaat, na daima alikuwa kitusihi kwamba kiongozi wa jamaat hata kama awe nani, akija nyumbani kama mjumbe wa khalifa wa zama, nini mumheshimu sana, ni wajibu wenu kumheshimu. na mwenyewe pia alikuwa akiwaheshimu sana viongozi wa jamaat na wageni wa jamaat. mwaka 2005 nilipokuwa nimeeleza kuhusu wasia, huyu alikuwa musi, lakini wakati ule yeye akaongeza kiwango cha mchango wake wa wasia kuanzia 110 akakifanya kama 103, na hivyo akasema labbaik. alikuwa akiwasihi watoto wote kwamba kujitolea na kutoa mchango ndio huu, kwamba mtu alipe mwenyewe, na katibu wa fedha asilazimike kuwakumbusha.
alipokuwa anapokea pension alikuwa anatoa michango yake kwanza. Anasema kwamba katika miaka ya 90 jamaati yetu ilipata haja ya kujenga nyumba ya mbashiri. Ardhi yake iliyokuwa ndani ya kijiji karibu na misikiti akaitoa wakfu kwa ajili ya jamaat. Mwenyezi Mungu amghufirie na amrehemu na ampandishe katika daraja na awajalie watoto wake kuendeleza mema yake. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.